Mjadala tunaoangazia hivi sasa ni makovu ya uhuni wa siasa yanamweka mwananchi katika upande gani, na hakikisho la udhibiti wa siasa hizi za uhuni basi utahakikishiwa na nani? Hivi sasa ni ruhusu turejee tena katika kaunti ya Nyeri ambapo najiongea tena na mwanahabari mwenza Clement Masombo ambaye awali alikuwa akizungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na haya. Masombo, muda ni wa kwako hivi sasa, tujuze hisia na maoni ya Wakenya ni gani? Naam, shukrani tena Amelia. Tuendelee na mazungumzo yetu hapa na wakazi wa Nyeri. Walikuwa wameeleza kuwa wana wasiwasi sana kila wanapoona kuwa hivi visa vya wahuni, magenge ya wahuni ambayo yanazua vurugu kwenye mikutano ya siasa na kuacha wengi wa Wakenya wakikadiria hasara kubwa, wengine wakijeruhiwa na mambo mengi tu kushuhudiwa. Ulikuwa unasema kwamba unahisi kwamba tukiendelea hivi taifa haliko salama. Kwa nini? Kweli. Tukiendelea hivi sisi young people, sisi ndo tuko na much potential ya kupropel hii nchi yetu mahali nafaa iende. Vijana wakati huu, kwa sababu ile ahadi ambayo serikali walitupa wakati wa siasa za mwaka wa 2022 kwamba watatafutia vijana ajira, hawajaweza kuwafikia hilo. Ndio maana wakati huu wanapa vijana 500 shilingi 1000 vijana waende waharibu mikutano za siasa. Naam, Clement. Labda wito wako kwa mwisho kwa serikali na vijana vile vile ambao wanatumika kuzua vurugu? Mwito wangu kwa serikali, kwa sababu si wenyewe wananchi, si wajinga. Najua kwamba the government itself has a hand in this, kwa sababu mapokezi yao wakikuja kwa wananchi wanaambiwa zile semi ambazo hatutaki kuzirudia hapa, mara wanafanya vidole hivi. Najua wananchi wa Kenya wanaelewa, lakini kufikia wakati huu the CS Interior Kipchumba Murkomen kufikia wakati huu hajatoa statement yoyote kuhusu yale maafa ambayo yalifanyika kule Homa Bay. Wananchi 4 ikiwemo afisa mmoja wa polisi aliweza kupoteza maisha yake, na kufikia wakati huu hakuna statement ambayo ametoa. Kwa vijana wenzangu, tusikubali kutumika na wanasiasa. Ile kitu ya muhimu unaweza fanya sasa ni ukuwe na kadi yako, na wakati ukifika tunaenda kuchagua ule kiongozi bora ambaye unaona atakuwa kwa manufaa kwako na jamaa zako. Asante. Shukran. Tusikize kutoka kwako, tueleze jina lako nani, na mwenzako amesema kwamba serikali na kazi kubwa, ina wajibu mkubwa sana kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha taifa zima. Wewe unahisije kutokana na hivi visa vya wahuni kuzua vurugu mikutanoni? Kwa majina naitwa Sylvester Karanja Waturu. Mimi naona hii maneno nasema usalama hakuna, kwa sababu mbona wana haya maguns wakuje waungane na maaskari ili waweze kutupiga sisi, na sisi tunajitetea haki yetu. Kitu poa, sisi tunataka tu wenyewe haki ikuwe, kwa sababu utakuwaje utalipa gun na huyu jamaa ameshinda mwaka mzima, ameshinda hajapata kitu, hayuko kazi, unampatia hii ya leo hadi ndio sasa anaenda avuruge biashara kama hata ya mtu fulani kwa sababu tu ya 500 ama 1000. Kwa sababu hiyo si mzuri sana, kwa sababu hiyo ni kama kutumika vibaya. Sisi kama vijana tusikubali kubebwa hivyo, kwa kuwa hizo pesa unapatiwa, hiyo ni pesa yako na hata ijafika yako. Angefaa kupatie kitu kama 1500. 1500 hiyo unaweza tokea kama vijana wenzangu. Mimi naweza waambia hivyo, na Kenya naweza taka tukue kadi sisi sote na tusitokee katika maandamano, kwa kuwa tukiwa sisi sote kama tuko kadi, tukienda maandamano tunaenda kuuliwa. Tukienda kuuliwa tunapungua. Kwa hivyo tufanye aje? Tukae safe na tukae kwa nyumba, tuko kadi, tumuondoe. Haya, shukrani sana. Karibu hapa ndugu, tueleze. Wenzako wanaeleza kwamba wana wasiwasi kila kunaporipotiwa visa vya wahuni kuvamia mikutano na kuzua vurugu. Wewe kama mfanyabiashara hapa, pengine unaona hali iko vipi? Kwa majina mimi naitwa Justus Githaiga. Yangu kwanza ni kuhimiza wananchi kwanza, hii serikali hakuna, sioni kama inawekea wananchi security. Mimi nikiangalia rais wa kwanza alisema atakuwa anaangalia wananchi na mali yao na uhai. Lakini mimi nikiona serikali inatumia wahuni, na serikali ndio imefanya vijana wakose kazi, ndio watumie kama wahuni. Na nikiangalia kama kule Homa Bay, Lemo Domoro hajaulizwa swali yoyote. Yule MP alisema, yule anasema one term tutafagia yeye, hajaulizwa yoyote. Lakini mbunge hapa alisema kura ya Kasongo hatutaki hata moja. Hakuna mtu anaitwa Kasongo, kila mtu akona jina yake. Yeye anashikwa, anatumiwa askari, wamejifunika. Lakini huyo MP bona hakushikwa, bona hakuambiwa adikize hiyo statement. Ndio nasema hii serikali hiyo si ya kutetea wananchi. Hii ni serikali tunasema ni ya wahuni na ni ya wakora.
Juu kama sio ya wahuni, wangekuwa wamesimamia mali ya umma, wangekuwa wamesimamia usalama wa taifa letu la Kenya. Haya, shukran. Tumalizia na huyu ndugu hapo, tueleze jina lako, nani, unahisije kuhusiana na hii hali nzima ya makundi ya wahuni kuzua vurugu na kuvamia mikutano ya kisiasa? Kwa majina naitwa Duncan Berito, mimi ni mkazi wa hapa Nyeri. Kulingana venye kuna kuko in the meantime si safe. Like government imetengeneza place, like country tumetengenezewa sahi na government sipo juu wakishindwa kudeal na sisi wanalipa our fellow citizens, wanapewa majina mbaya, wanakuwa goons na si picha poa. Alafu saizi hata sheria ifuatwi. Kama president wetu anajua kugoma ni haki ya raia, ni a part of living. Juu bila kugoma tuwezi sikizwa kelele zetu, but tukistrike ucommand watu wakuwe gunned down na unatuma vijana wengine wakuja wapige wale vijana wengine wako maandamano, si poa. Hatuko safe at all. Sasa penye tuko si poa hata kidogo, like si safe. Ile ukweli tu yenye iko ni ati we are not safe at all. Sawa, shukrani sana. Bila shaka hayo tu ni maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi wa mji huu wa Nyeri, wakisema kwamba wanahisi kama taifa hatuko salama, hatuna usalama wa kutosha kutokana na vile visa vya makundi ya wahuni ambao wamekuwa kijitokeza na kuzua vurugu mara si moja kwenye mikutano ya kisiasa, hasa sana wakitatiza mikutano ya wale wanasiasa wanaoegemea upande wa upinzani, na vile vile wanasema kwamba kuja kuwa na usawa katika ule utekelezwaji wa sheria. Inaonekana kwamba serikali inaegemea upande mmoja, lakini hayo tu ni baadhi ya maoni hao kutoka hapa kaunti hii ya Nyeri, na kuelekeza moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Fatma Chidagaya. Naam, shukrani sana Clement Masombo akiwa anatutokelea moja kwa moja kutoka kaunti